Napenda nianze kwa kutoa pole kwa Kanisa Katoliki Tanzania na ulimwenguni kote, Wakristo wa Katoliki, ndugu, jamaa na Watanzania wote kufuatia kifo cha Baba Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo kilichotokea tarehe 19 Februari 2026. Serikali imepokea kwa huzuni sana kifo hiki, kwani tumepoteza kiongozi mahiri na mwadilifu. Alijitoa kwa moyo wake wote kuwatumikia si Wakatoliki pekee, bali Tanzania wote wenye imani tofauti tofauti kila mahali alipopata kufanya utume wake. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha ya Mwadhama Kardinali Pengo hapa duniani. Tunathamini uzalendo na mchango wake mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu kiroho na kimwili. Aidha, tunapomwaga leo, naomba kila mmoja ajikumbushe wajibu wake kwa nchi yetu na kuyaiga vitendo mambo yote mazuri tunayojifunza kutokana na maisha yake. Mheshimiwa Mwadhama, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, tangu msiba huu ulipotokea, watu mbalimbali wameeleza kwa ufasaha sifa nyingi za hayati Mwadhama Kardinali Pengo na alama kubwa na nyingi alizoziacha. Katika maombelezo haya, naomba mniruhusu nami niseme mambo matatu kati ya mengi tunayojifunza kutoka maisha ya Mwadhama Kardinali Pengo kama ifuatavyo. La kwanza, Kardinali Pengo alikuwa mtu mwadilifu sana, ambaye siku zote alisisitiza watu kuishi maisha ya kiadilifu kwa kufuata na kuzishika amri za Mungu pamoja na kuheshimu sheria mbalimbali za nchi, kwa kuwa alikuwa mbobezi katika maadili, teolojia ambayo ni teolojia ya maadili, moral theology. Alifundisha na kuishi maadili katika siku zote za maisha yake. Pili, katika maisha yake ya kichungaji, Kardinali Pengo alionyesha bidii ya kitume na nidhamu ya kichungaji, kina cha maisha ya kiroho, utu, wema na uaminifu usiotetereka kwa Injili na imani thabiti kwa Mungu wake. Alihubiri na kufundisha siku zote kuishi kwa kumtegemea Mungu. Tunaona hata alipopata changamoto za kiafya hakutetereka, bali alizidi kusimama imara akimwamini na kumtegemea Mungu.